Miongoni mwa walinzi bora wa kulia waliokushapita katika taifa letu ni pamoja na Shadrack Nsajigwa ambaye baadaye alikuja kupachikwa jina la Fuso. Shadrack Nsajigwa alikuwa katika kiwango bora sana, na inakumbukwa alikuwa ni nahodha wa kikosi cha klabu ya Yanga, lakini vile vile aliwahi kuwa nahodha wa kikosi cha timu ya Taifa Stars. Nsajigwa kwa sasa ameibukia katika nafasi ya ukocha, na kwa sasa ni miongoni mwa makocha katika kikosi cha Namungo Football Club, akiwa ni kocha msaidizi nyuma ya Juma Mgunda pamoja na Ngawina. Kocha huyo msaidizi wa Namungo, Shadrack Nsajigwa, amewataja wachezaji ambao wanamkosha katika nafasi ambao aliwahi kuitumikia kama fullback wa kulia, na maanisha mlinzi wa kulia ama beki namba 2. Amewataja Shomari Kapombe na Yao Kwasa Toula. Shomari Kapombe wa klabu ya Simba pamoja na Yao Kwasa Toula kuwa ndio mabeki bora wa kulia hivi sasa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Shadrack Nsajigwa ambaye alishawahi kuwa nahodha wa Yanga na Taifa Stars ameliambia Mwanaspoti kuwa mabeki hao anaona wakipita nyayo alizopita yeye kutokana na aina ya uchezaji wao. Mbali na hao pia Nsajigwa amemtaja beki wa kushoto aliyewahi kuitumikia Azam FC Bruce Kangwa kuwa ni miongoni mwa nyota wazuri aliyowahi kuwashuhudia katika nafasi hiyo. Sio rahisi kufananisha uchezaji wangu wa miaka hiyo na miaka ya sasa, lazima kutakuwa na tofauti. Kwa upande wangu naona Kapombe na Yao wana uwezo mkubwa, alisema na kuongeza. Sitaki kulinganishwa nao, lakini kwa uwezo walionao nafurahishwa na aina ya uchezaji wao. Mfano, Kapombe ni mchezaji ambaye amefanya vizuri kwa zaidi ya misimu 6. Kitu ambacho si wachezaji wote wanakiweza. Hivyo Kangwa kafanya vizuri misimu yake yote aliyokuwa Azam FC. Kuhusu Yao Kwasa Toula ambaye huu ni msimu wake wa pili yupo ndani ya Yanga, Nsajigwa alisema alivyotua tu nyota huyo alifanya vizuri na kuthibitisha kuwa yeye sio mchezaji wa mazoezi pekee bali ana uwezo. Kuna wachezaji ambao mazoezini ndio kipimo cha ubora wao, na kuna wale uwezo wao unatokana na vipaji vya kuzaliwa navyo. Ndio kama Yao. Naamini hata akiendelea kubaki ndani ya Yanga kwa zaidi ya misimu 4 mbele ataendelea kuonyesha ubora, alisema Nsajigwa. Akimzungumzia Kapombe kudumu kwa ubora muda mrefu, Nsajigwa alisema, "Ujue kuna wadau wa mpira wanaweza kumchukia mtu bila hata sababu, kisa tu wamemsikia muda mrefu akiwika. Ndilo linalomkuta Kapombe, lakini kwenye suala la uwezo bado anafanya vizuri. Kwa upande wangu mimi ni shabiki wake, namfuatilia, naona uwezo wake wa miaka yote ni ule ule." Kapombe aliyekipiga Simba amebakiza miezi 6 kumaliza mkataba wake sawa na Yao ambaye anacheza Yanga, wakati Kangwa alikuwa anaitumikia Azam FC akihudumu kwa zaidi ya misimu 3. Uwezo bado anafanya vizuri. Kwa upande wangu mimi ni shabiki hiyo misimu 3. Kangwa alijiunga na Azam FC Agosti 6, 2016 akitokea The Highlander ya nchini kwao Zimbabwe. Amecheza Azam kwa misimu 7 kabla ya Julai mosi 2023 kuondoka. Kwa upande wa Kapombe amekuwa ndani ya Simba tangu Julai 2017 alipojiunga na timu hiyo akitokea Azam FC, ambapo amefanikiwa kuipa mataji 4 mfululizo ya ligi kuu bara 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-21. Pia amekuwa sehemu ya mafanikio ya timu hiyo kucheza robo finali 5 katika misimu 6 ya michuano ya kimataifa ya CAF ngazi ya klabu tangu 2018-19 hadi 2023-2024. Hayo ni maoni kuhusiana na walinzi wa nafasi za beki wa kulia ambao ametolewa na kocha msaidizi wa klabu ya Namungo Football Club Shadrack Nsajigwa Fuso, akiamini Shomari Kapombe na Yao Kwasa Toula ndio wachezaji ambao wako kwenye peak kwa sasa na ndio mabeki bora katika ligi kuu ya Tanzania kwa upande wa walinzi wa kulia. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renyo Update TV. Update hapa ndo kwake.